Kama akitajwa msanii mmoja Tanzania ambaye ameweza kuvuka mipaka ya Afrika Mashariki kuingia Amerika Kusini, India, Mashariki ya Kati na hata Marekani, jina gani linalokujia akilini? Wengi watasema ni Diamond Platinum, wengine wengi watasema ni Alikiba. Lakini kuna kundi la watu wachache linaloamini kuwa kwa sasa hakuna msanii Tanzania aliyefanikiwa kimataifa kama Rayvanny. Swali ni je, madai hayo yana ukweli kiasi gani? Leo tutachambua mafanikio ya Rayvanny kwa kutumia vigezo mbalimbali: tuzo, collaborations, stream, biashara na ushawishi wake duniani. Na mwisho wa makala haya ni wewe mtazamaji ndiye utakayetoa hukumu. Karibu, jina langu naitwa Ali Katalambola, mwamsha fikra, msimuliaji wa jamii, mwandishi anayemiliki kalamu inayosuka hoja kwa uzi wa ukweli na kuzipamba kwa sanaa ya lugha adhimu ya Kiswahili. Na hii ni Safanki TV, mahali ambapo taarifa hazipelekwi kwa pupa bali huchujwa kwa umakini. Kila simulizi hupewa muktadha wake, kila hoja hupimwa kwa mizani ya mantiki, na kila mada huwasilishwa kwa lugha inayogusa akili na moyo kwa wakati mmoja. Sasa tuanze safari yetu ya leo katika makala haya. Rayvanny si jina geni katika muziki wa Tanzania, lakini kinachomtofautisha tangu mwanzo ni sauti yake ya pekee na uwezo wake wa kuvuka mipaka. Wakati wasanii wengi wanapigania kutawala masoko ya ndani, yeye alianza kutengeneza daraja kuelekea ulimwenguni. Akaunganisha Bongo Flava na Latin Pop, akaunganisha Afrika Mashariki na Bollywood, akaunganisha Tanzania na baadhi ya majina makubwa zaidi katika tasnia ya muziki duniani. Hapa ndipo simulizi ya Rayvanny inaanza kuwa zaidi ya simulizi ya mwanamuziki. Inakuwa simulizi ya safari ya kutoka Mbeya kwenda duniani, safari ya kutoka kuwa chipukizi hadi kuwa chapa ya kimataifa. Lakini je, safari hiyo inatosha kumfanya awe msanii aliyefanikiwa zaidi Tanzania? Hebu tuchambue. Rayvanny sio jina geni katika muziki wa Tanzania, lakini kinachomtofautisha tangu mwanzo sio sauti yake ya pekee, ni uwezo wake wa kuvuka mipaka. Wakati wasanii wengi walikuwa wanapigania kutawala soko la ndani, yeye alianza kujenga madaraja kuelekea ulimwenguni. Akaunganisha Bongo Flava na Latin Pop, akaunganisha Afrika Mashariki na Bollywood, akaunganisha Tanzania na baadhi ya majina makubwa katika tasnia ya muziki duniani. Leo hii kwenye orodha ya wasanii wa Tanzania waliowahi kufanya kazi na mastaa wakubwa wa kimataifa, jina la Rayvanny linasimama kwa nguvu. Ameshirikiana na Jason Derulo kutoka Marekani, ameshirikiana na Maluma, mmoja wa wasanii wakubwa zaidi kwa muziki wa Latini duniani, ameshirikiana na Nora Fatehi, nyota mkubwa wa India na Mashariki ya Kati, ameshirikiana na French Montana, ameshirikiana na Zlatan, Pantolakin, Lauren na majina mengine mengi makubwa barani Afrika. Na hapa ndipo swali la kwanza linazaliwa: ni wasanii wangapi wa Tanzania waliowahi kufungua milango ya Amerika Kusini kupitia muziki wao? Ni wasanii wangapi waliowahi kufanya collaboration na nyota wa kiwango cha Maluma? Ni wachache sana. Lakini mafanikio hayapimwi kwa collaboration pekee. Tuje kwenye tuzo. Mwaka 2017 Rayvanny aliandika historia ambayo mpaka leo imebaki kuwa moja ya mafanikio makubwa ya muziki wa Tanzania. Alishinda tuzo ya BET Award, ndiyo BET Award, tuzo ambayo imewahi kushindaniwa na baadhi ya majina makubwa kabisa katika muziki wa Afrika. Siku hiyo hakushinda Rayvanny peke yake, Tanzania ilishinda, Bongo Flava ilishinda, na ndoto ya kuwa muziki wa Tanzania ukitambulika duniani ulishinda. Lakini dunia ya leo haipimwi kwa tuzo peke yake. Tunazungumzia zama za kidigitali, zama ambazo kila kliki ina maana, kila stream ina thamani, kila view ni kula ya hadhira. Na hapa ndipo Rayvanny anapoingia kwenye nguvu kubwa. Wakati tunarekodi uchambuzi huu, chaneli rasmi ya Rayvanny kwenye YouTube ina zaidi ya subscribers milioni 6.5, ina zaidi ya viewers bilioni 1.9, ndiyo bilioni 1.9 za watazamaji, namba ambazo wasanii wengi wa Afrika wangetamani kuzifikia katika maisha yao yote ya muziki. Lakini bado hajaishia hapo.
Mwaka 2022, Rayvanny aliandika historia nyingine. Akawa msanii wa kwanza kutoka Tanzania kufikisha stream milioni 100 kwenye Boomplay, platform kubwa zaidi ya muziki barani Afrika. Kwa mafanikio hayo, akaingia katika kundi maalum la wasanii waliovuka alama ya streams milioni 100 kwenye jukwaa hilo. Hebu tusimame kidogo hapo. Streams milioni 100, viewers bilioni 1.9, subscribers milioni 6.5. Hizi sio namba za bahati. Hizi sio namba za ushawishi. Hizi ni namba zinazotuambia kuwa muziki wa Rayvanny hausikilizwi Tanzania pekee. Unasikilizwa Afrika, unasikilizwa Ulaya, unasikilizwa Asia na unasikilizwa Amerika. Lakini pengine mafanikio makubwa zaidi ya Rayvanny hayapo studio, hayapo YouTube, hayapo hata kwenye majukwaa ya tuzo. Yapo katika uwezo wake wa kujenga himaya. Baada ya kuondoka WCB, Wasafi wengi walitabiri kuwa safari yake ingeanza kushuka. Wapo waliodhani asingekuwa na nguvu ile ile. Wapo waliodhani asingedumu pale juu. Lakini kilichotokea ni tofauti kabisa. Badala ya kutafuta mwajiri mwingine, aliamua kujiajiri. Baada ya kutafuta kivuli kingine, aliamua kupanda mti wake mwenyewe. Ndipo ikazaliwa Next Level Music. Na hapo simulizi ikabadilika. Kutoka kwa msanii kwenda kwa mwekezaji, kutoka kwa mwimbaji kwenda kwa mfanyabiashara, kutoka kwa mtu anayejenga nyimbo kwenda kwa mtu anayejenga taasisi. Hapa ndipo watu wengi wanaanza kuona kuwa mafanikio ya Rayvanny hayawezi kupimwa kwa muziki wake pekee. Ni lazima yapimwe pia kwa biashara, kwa sababu historia imetuonyesha kuwa si kila msanii maarufu anakuwa mfanyabiashara mzuri, na sio kila mfanyabiashara mzuri anakuwa msanii maarufu. Lakini pale mtu anapoweza kuwa na vyote viwili kwa wakati mmoja, basi anakuwa amevuka hatua moja mbele ya wengi. Na tukizungumza kwa ushawishi wa kimataifa, huwezi kuacha kutaja namna alivyofanikiwa kufikisha sauti ya Bongo Flava katika masoko ambayo kwa miaka mingi yalionekana kuwa mbali na wasanii wa Tanzania. Kupitia Maluma akaifikia Amerika Kusini, kupitia Nola Fatehi akaifikia India na Mashariki ya Kati, kupitia Jason Derulo akaifikia hadhira kubwa ya Marekani, kupitia majukwaa mbalimbali ya kimataifa akaendelea kuitangaza Tanzania duniani. Ndio maana leo hii mjadala wa Rayvanny hauishi kwenye ubora wa nyimbo zake, unaingia kwenye ukubwa wa alama aliyoiacha, unaingia kwenye ukubwa wa soko alilojenga, unaingia kwenye ukubwa wa mtandao wa kimataifa alofungua. Kwa hiyo ukipima kwa collaboration, ukipima kwa tuzo, ukipima kwa streams, ukipima kwa views, ukipima kwa biashara, ukipima kwa uwezo wa kuvuka mipaka ya Tanzania, basi Rayvanny ana hoja nzito sana ya kutaja kuwa miongoni mwa wasanii waliofanikiwa zaidi katika historia ya muziki wa Tanzania. Lakini mwisho wa siku, mafanikio ni neno lenye sura nyingi. Wapo watakaopima kwa utajiri, wapo watakaopima kwa tuzo, wapo watakaopima kwa umaarufu, wapo watakaopima kwa urithi aliouacha nyuma. Ndio maana swali letu la mwanzo bado linasimama. Je, Rayvanny ndiye msanii aliyefanikiwa zaidi Tanzania? Au bado kuna jina jingine linalostahili nafasi hiyo? Hapa ndipo mjadala unapoanzia. Hapa ndipo ninapokuachia wewe mtazamaji utoe hukumu yako. Jina langu naitwa Ali Katalambola, mwamsha fikra, msimuliaji wa jamii, mwandishi anayemiliki kalamu inayosuka hoja kwa uzi wa ukweli na kuzipamba kwa sanaa ya lugha adhimu ya Kiswahili. Na hii ni Safanki TV, mahali ambapo taarifa hazipelekwi kwa pupa bali huchujwa kwa umakini. Kila simulizi hupewa muktadha wake, kila hoja hupimwa kwa mizani ya mantiki, na kila mada huwasilishwa kwa lugha inayogusa akili na moyo kwa wakati mmoja.